Mtazamaji, mimi ni Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Hapa ni katika mtaa wa Matejo B ulioko kata Sakina jijini Arusha. Tumekuja kuripoti taarifa ya tukio ambalo limejitokeza tarehe 10 ya mwezi huu, ya mtoto mmoja mwenye miezi mitano kujeruhiwa kwa kutumia panga eneo la puani hapa kwa juu kidogo, kutokana na ugomvi wa baba na mama uliotokea siku hiyo. Inaeleza kwamba mara nyingi baba na mama huwa wanalewa pombe, na wanapolewa vurugu za hapa na pale zinajitokeza. Hivyo siku hiyo baba huyu anayefahamika kwa jina la Jacobo, yeye alichukua panga, akawa anataka sasa amjeruhi mama. Ndiko akakwepesha mama, ingalau kujiokoa, panga hilo likampata mtoto ambaye kwa sasa analelewa katika kituo maalum. Lakini baada ya taarifa hii pia kutoka leo majira ya asubuhi, hatua za haraka zilichukuliwa, kwa sababu Waziri Dorothy Gwajima alitoa maelekezo kwa viongozi mbalimbali kushughulikia jambo hili, ikiwemo jeshi la polisi. Wakaja kumkamata mama yule, kwa sababu inaeleza kwamba baada ya baba huyo kutenda kitendo hicho alitoroka kusikojulikana, na nyumbani alikuwa hapatikani kwa sababu serikali ya mtaa ilikuwa inamtafuta. Lakini pamoja na hayo pia mama akawa anamtetea baba, akawa hatoi taarifa sahihi kuhusiana na mume wake ambaye amemjeruhi mtoto huyo wa miezi mitano. Tunavyozungumza sasa, mama huyo ameshikiliwa na jeshi la polisi, nadhani kwa upelelezi zaidi, lakini taarifa zaidi huenda polisi watatoa taarifa. Lakini kwa sasa taarifa za awali ndio hizi ambazo ninakuripotia hapa. Tumezungumza na diwani, tumezungumza na majirani, wakieleza na kulaani kitendo hiki cha mtoto wa miezi mitano kujeruhiwa kwa kutumia panga. Kwa majina naitwa Elvincent Wilson, almaarufu amezoea kuniita Fadhili, ni diwani wa kata Sakina. Ndugu mtangazaji, katika katangu wa Sakina mtaa wa Matejo B, tarehe 10 mwezi wa 4 mida saa 3 usiku ulitokea ugomvi baina ya baba mmoja ambaye tumemtambua kwa jina la Rasi na mke wake ambaye tunamtambua kwa jina la Mama Mary. Waligombana mida ya saa 3 usiku, lakini katika ugomvi wao ukiwa amelewa, baba alichukua panga. Baada ya kuchukua panga lile, akawa anataka kumkata mama. Mama akatumia mtoto wake mdogo ambaye ana umri wa miezi mitano kama kinga ya kujikinga dhidi ya mume wake asimkate na panga lile. Ndipo panga lile lilipomkuta mtoto yule na kumkata katika eneo la pua. Lakini baada ya hapo, nafikiri sio alitumia mbinu gani, wakampeleka yule mtoto hospitali. Naweza nikasema alimpeleka kinyamera, maana yake hata hapo ofisiri hakuna. Baada ya siku mbili, mimi kama diwani wakati nilipata taarifa kwa Samaria Wema ambao ni majirani, wakanieleza kwamba kuna tukio limetokea hivi na hivi, na kweli nilifika eneo husika, nilikuta mtoto yule ameshonwa eneo la pua, na nilichukua jukumu la kumchukua mama yule mtoto pamoja na mtoto mkubwa wa kike ambaye ni mtoto wake wa kwanza, na kuwapeleka kituo cha polisi Ngarenaro. Baada ya kufika kituo cha polisi Ngarenaro, mama yule alikuwa akijitetea kwamba mtoto yule mdogo alidondokea kwenye benseni. Swali nilomuuliza rahisi tu kwamba mtoto wa miezi mitano hata kutambaa bado amedondokeaje kwenye benseni, na ile benseni la makali kiasi gani la kumkata mtoto kiasi kile. Basi baada ya kumbana maswali hayo, yule mtoto wake wa kwanza akaniambia tu, diwani, naomba niseme ukweli kwamba mama na baba walikuwa wanagombana, ndipo baba alichukua panga ataka kumkata mama, mama akamtumia mtoto kama kinga kuzuia ile panga isimkate, ndipo panga ile limkata mtoto eneo la pua. Na baada ya kuwa amekata eneo la pua, baba alitoroka usiku ule na kulala nyumbani. Basi nikiwa kama diwani wa kata pale kituo cha polisi, tulifungua jalada kwa ajili ya kuweza kukamata wahusika ili waweze kuchukuliwa hatua za kisheria kwa tukio lilotenda, kwa sababu hule ni unyanyasaji haswa na ukatili. Nishukuru pia baada ya taarifa kwa umeipata, taarifa ile ilienda, na pia nimshukuru Waziri Gwajima kwa kutoa naweza nikasema kwa kutoa maelekezo siku ya leo, na zoezi ile limefanyika vizuri. Mama yule amekamatwa, amepelekwa polisi kwa ajili ya shtaka lake, lakini pia nimshukuru mtoto yule ameweza kuchukuliwa na kupelekwa katika kituo cha kulea watoto ambao wanaishi katika mazingira hatarishi. Kiukweli taarifa hiyo naona imechukua muda mrefu, kutoka tarehe 10 mwezi huu wa 4 mpaka siku ya leo. Ni kwamba mama mzazi wa mtoto huyo ambaye amejeruhiwa alikuwa hataki kutoa ushirikiano dhidi yetu ili tuweze kumkamata bwana wake ambaye ndio amemzuru mtoto yule kwa kumkata na panga. Ndio maana unaona zoezi hili lilichelewa, kwa hiyo tulikuwa tunataka tuweze kumkamata pia baba ambaye ametenda tukio lile. Na mpaka dakika hii tunavyoongea, baba yule ametoroka, amekimbia pasipojulikana. Kiukweli naweza nikasema ni upofu tu wa mapenzi ambao ni mapenzi ya kijinga, kwa sababu huwezi kuona mtoto wako miezi mitano amekatwa kiasi kile alafu unamficha. La kwanza. Lakini la pili,
Just imagine kwamba panga hile ingemkosa mtoto ikamkata yeye. Je, angeweza kunyamaza kwa maumivu ambayo angekuwa ametiwa au amekatwa katika maeneo yake ya mwili? Ina maana angetoa taarifa na angemchukulia mume wake sheria. Kwa hiyo nadhani nikasema ni ujinga tu na upumbavu ambao kiukweli mimi kama kiongozi wa kata Sakina napenda kukemea watu wote ambao wanahifadhi uovu na kuona watu wakiteketea wakiumia kwa makusudi, na wao wamekuwa wakiwaficha wahalifu au kutetea ujinga. Kiukweli majirani nimewaje na hichi kitendo kimewauma sana, kwa sababu wanasema wakiwa wamelewa haiwezi isha siku 3-4, lazima wagombane. Kwa hiyo na hicho kitendo kiliwauma na waliona kabisa kunaweza kuwa na hatari hata mtoto huyu siku moja kupoteza maisha, kwa sababu kuna siku pia waligombana wakamdondosha wakampigiza chini. Kwa hiyo mtoto yule amekuwa akipitia changamoto kama hizo, na majirani kichwa kimekuwa kikiwakera sana, na ndio maana baada ya kuona tukio hilo alidiriki kunifikishia taarifa, ili basi kama kiongozi anayehusika nihakikishe kwamba anachukua hatua stahiki dhidi ya hao ambao wanafanya matukio ukatili wa kijinsia au unyanyasaji wa watoto. Kiukweli tulikuwa tukishirikiana na polisi jamii wa kata kumtega baba yule ili tuweze kumkamata, lakini naweza nikasema baba yule arudi, kwa sababu tumekuwa tukimtega kuanzia mida ya saa 4 usiku tunakaa mpaka saa 11 asubuhi, lakini hatukufanikiwa kumpata. Kwa hiyo naweza nikasema ni ametoroka au ametokomea. Kiukweli kabisa, kwanza nimshukuru kwanza Rais wa nchi Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kumpa wizara hile Mama Gwajima, na katika wizara ile amekuwa akiitendea haki. Nimeona mambo mengi, taarifa nyingi amekuwa akizifuatia katika mitandao ya kijamii, lakini sio kuzifuatilia tu, na kuhakikisha anazichukulia hatua, na watu wale ambao wanakuwa wanafanya unyanyasaji wa kijinsia au ukatili wa watoto wamekuwa wakifikishwa katika vyombo vya dola na kushughulikiwa. Kwa hiyo nimshukuru sana kwa kazi nzuri anayofanya, ni kipaji kutoka kwa Mungu hicho ambacho amebarikiwa yeye, aendelee na moyo huo, achape kazi, kwa sababu anachokifanya leo ni anajekea hazina mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ananusuru viumbe vya Mwenyezi Mungu ambao vinanyanyasika bila sababu yoyote. Lakini pia nipende kushukuru Kusaga TV kwa kazi nzuri mnayofanya ya kuhabarisha jamii kwa matukio mbalimbali ambayo yamekuwa yakitokea katika jamii ya ukandamizaji, ya unyanyasaji wa kijinsia na matukio mbalimbali. Maana bila Kusaga TV na imani taarifa mbalimbali zisingekuwa zimefika kwa wahusika ambao wanahusika kwa ajili ya kuweza kuzifanyia kazi. Kwa hiyo nikushukuru sana kwa kazi nzuri unayofanya. Mungu akubariki, akuimarishe, akupe nguvu, akupe ujasiri endelee kufanya kazi katika moyo huo. Ushauri wangu kwa wananchi wote kwa ujumla ni kwamba wanapoona matukio au dalili zozote za matukio ya kiuhalifu tu kwa ujumla, niseme wao wanatoa taarifa katika vyombo vya dola au wanatoa taarifa kwa mwenyekiti wa mtaa, ikiwezekana ofisi ya kata, diwani mtendaji tupo, ili basi tuweze kuyashughulikia na kuhakikisha kwamba tunadhibiti mapema kabla ya matukio makubwa hayajatokea zaidi au madhara makubwa hayajatokea zaidi. Kwa hiyo ni waasi tu wanatoa taarifa mapema ili basi tuweze kushughulikia matatizo angali akiwa bado machanga kabla hajakomaa. Kiukweli naweza nikasema pia kwa upande wa hospitali wajaribu kufuata taratibu, kwa sababu unapoona mtu amejeruhiwa utaratibu unaelekeza kabisa kwamba lazima mtu yule awe na PF3 ili basi aweze kupata huduma ya kutibiwa. Lakini sasa unapofanya kinyamera kumtibu mtoto kimya kimya, ina maana bila wasamaria wema kujua, ina maana hata taarifa za mtoto tusingezipata, kwa sababu ameshatibiwa kinyamera kimya kimya. Kwa hiyo hospitali wanafuata taratibu, wanapoona mtu amefanywa kosa la jinai la shambulio la kuzuru mwili au shambulio la kawaida, basi wao wanahitaji PF3 ili kuhakikisha kwamba wanatengeneza mazingira ambao kesho itakuwa ni ushahidi mahakamani ya kwamba walimpokea mtu akiwa katika mazingira fulani. Kiukweli imekuwa siri kubwa sana, mpaka dakika hii tunavyoongea bado hatukujua mtoto yule alitibiwa wapi. Maana tumejaribu kumbana mama yule kidogo anakaa ukorofi hata kusema mtoto alitibiwa wapi. Lakini imani kwa ajili amefikishwa kwenye vyombo vya dola, sasa ataweza kusema kwamba mtoto alitibiwa wapi na nani alimtibu. Familia ile na watoto watatu, ina mtoto mkubwa wa kwanza wa kike ambao ndo alitoa ukweli kwamba baba alimkata mtoto na panga wakati anagombana na mama, lakini pia kwa taarifa zingine ni kwamba kuna mtoto wa katikati afu kuna mdogo ambaye ana miezi 5. Ni walevi mara kwa mara, kwa taarifa nilizozipata kwa majirani wa eneo lile kwamba ni walevi mara kwa mara. Hata nyumba ambao walikuwa wakiishi mwanzoni walitolewa kwa ajili ya swala zima la ulevi na ugomvi ambao umekithiri na lugha chafu, kwa walihamishwa pale kwa tabia hizo mbovu. Mimi naitwa Lilian Melita, ni mama mwenye nyumba wazazi hao waliomzuru mtoto wao. Ni asubuhi tu mimi niliamka nikamkuta yule mama amebeba mtoto wake amejeruhika. Nikamuuliza shida ni nini? Akaniambia mtoto amedondoka kwenye karai. Akakutana na kisu kikamkata. Lakini aliponiambia vile nikaanza kujihoji mwenyewe, inakuwaje mtu adondoke kwenye karai kisu kimkate? Ilinisumbua sana.
Basi nikawa nimenyamaza, nikatoka nikaenda kwenye shughuli zangu. Jioni narudi nyumbani, nikaambiwa ofisi ya kata wamekuja hapa, upelelezi umefanyika, mtoto ni amekatwa na baba wakati anataka kumzuru mama. Kwa hiyo akajikuta amemkata mtoto. Basi niliposikia zile taarifa kwa kweli ziliniumiza mimi zaidi. Nikampigia mume wangu simu, ana yupo safari. Nikamwambia kuna tukio limetokea 1 2 3. Akaniambia na mimi hizo taarifa nimeshazipata kutoka ofisi ya kata. Ninaomba hawa watu waondoke. Na nimewaambia tayari waondoke ndani ya mwezi huu, au wameshaachia chumba. Shida ni mama akilewa. Shida ni mama akilewa. Yule baba sasa hivi hayupo nyumbani. Amekuwa mara nyingi anatuma tu hela chakula kwa ajili ya watoto wake. Lakini hatujamuona tena sana. Nilimuona mara moja, nafikiri alikuwa ametayari chakula cha watoto ili kuwaletea watoto wake chakula wasiumie na njaa. Wito ninaotoa kwa hasa kwanza kwa wamama, sisi wamama, tujaribu kuwa watii kwa waume zetu. Sababu unajua pia mara nyingine ndani ya ndoa mama anaweza akawa sababu kubwa sana ya kuondoa amani kwenye ndoa, na mama akawa sababu kubwa sana ya kujenga amani katika ndoa. Kwa hiyo pia wanawake, hebu tujaribu kusimama katika nafasi zetu kama wanawake ili tuweze kusaidia watoto. Maana hata neno la Mungu linasema mwanamke mpumbavu huibomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwa hiyo ndoa mara nyingi sana inamwangalia mama. Mama anafanya nini? Inaathiri watoto sana. Tunajenga kizazi ambacho ni cha kikatili. Tunaandaa kizazi cha kikatili ambacho hakina huruma. Ilikuwa sijui saa 4. Sasa akasa ile nikamsikia na mwambie hivi rafiki yake mtoto nimemkata kwa bahati mbaya. Mtoto alikuwa anatoka damu wapi? Hapa kwenye pua. Alikuwa analia? Baada ya hapo ikawaje? Ndo akampeleka hospitali. Alimpeleka hospitali gani? Levolosi. Alishonewa Levolosi? Baba na mama wamekuwa wakipigana mara kwa mara? Ni mara tu akinywa pombe. Lakini wapigani wanagombana. Wakinywa pombe wanagombana? Ni mama akinywa tu pombe na wanagombana. Tatizo zaidi ni mama au baba? Mama akinywa pombe. Yaani mama akinywa pombe tu. Yaani siku hiyo sasa ilikuwaje? Alikuwa ameenda na mtoto Obama? Alikuwa amelala naye.